tumeambiwa ni mwaliko kwa siku ya kwanza kuja hapa. Kwanza niseme ni fursa nzuri kwa mimi kuja kuhudhuria mazoezi ya senior team. Ni sehemu sahihi kwangu mimi kujifunza kwa sababu tunaamini mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo ambao unapaswa kujifunza kila siku. Hasa kwa watu ambao wamekuzidi uwezo, ambao wana experience kuliko wewe. Kwa hiyo nimeona ni programu nzuri, nimejifunza baadhi ya vitu kwa siku ya kwanza ambao nimekuja hapa. Sababu inanijengea vitu vingi, kuwa sehemu ya programu ya timu kama hii kwa maana ya big club, big players ni kitu kizuri kwangu mimi kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kuwa sehemu yenye wachezaji wakubwa kama hivi kwenye klabu kubwa kama hii. Kwa hiyo nafikiri ni kitu kizuri kwangu na kitanijengea uwezo mzuri wa kuendelea kujifunza na kuweza kufanikiwa kupitia kari yangu mimi. Mwaliko lakini ulipokeaje? Naweza kusema leo ni kama siku maalum na siku muhimu sana kwangu kwa sababu hii haiwezi kutokea kwa kila mtu, na nafikiri ni upendeleo ambao naweza kusema labda uongozi wa Yanga umenipa, technical staff pamoja na wachezaji. Nimeona namna ambavyo wamenipokea mazoezini. Kwa hiyo mimi nilifurahi baada ya kupata hii taarifa, kwa hiyo nikaipokea kwa mikono miwili. Naendelea kujifunza kwa sababu huwezi jua labda platform ambayo nimeipata leo inaweza kanisaidia huko mbeleni pengine kurahisisha kazi zangu, kwa sababu ndoto yangu siku zote nimekuwa nikisema kwamba natamani kufundisha timu za kiume. Kwa hiyo kwa sababu nimeanzia hapa, hata ikitokea huko mbeleni nikitaka kuapply kazi sehemu nyingine inaweza kuwa rahisi kwangu kupata kile ambacho nakihitaji. Lakini kwa namna ambavyo umetazama mazoezi haya na umeshiriki kwenye mazoezi haya, pengine utofauti ni mkubwa sana na kule ambako uko sasa hivi? Mazoezi hawezi kuwa tofauti sana. Kikubwa hapo tofauti wake ni namna kumanage wachezaji. Kwa sababu wachezaji ambao mimi nawafundisha kule level yao na hapa ni tofauti, kwa sababu kila mtu anafahamu kuja kufundisha wachezaji wakubwa kama hawa haiwezi kuwa vile kama ambavyo nafundisha watoto wako wa kike labda ambao nafundisha kwenye timu yangu Yanga Princess. Kwa hiyo issue hapa sio mazoezi, issue hapa ni namna ya kurani program, namna ambavyo mwalimu anafikisha ujumbe, namna ambavyo wachezaji wanapokea. Nafikiri kuna kitu kikubwa ambacho tuko tofauti na wao, kwa sababu siku zote mimi naamini coaches kitu pekee ambacho kinaweza kukubeba kwenye kazi yako ni confidence na sio kufundisha peke yake. Kwa hiyo kuja kwenye program kama hizi zinaniongezea uzoefu na kuendelea kujiamini, kwa sababu kazi zetu hazichagui jinsia, kwa maana unaweza kuwa na coach wanaume, kesho kwa coach wanawake hivyo. Kwa hiyo naendelea kupata uzoefu kwa sura nyingine tofauti na ile ambayo nimezoea. Tumekuona ukizungumza na baadhi ya wachezaji kama kina Azizi, kina Mudathi, bila shaka huwa mnakutana nje tu ya program, lakini leo umekutana nao. Kitu gani pengine labda walikuwa wanakuambia lakini wewe ulikuwa unawaambia? Mimi nafikiri nafahamiana na wachezaji wengi hapa kwa sababu tunafanya kazi kwenye klabu moja. Ni kwa sababu hatukutani kwenye majukumu kwa maana kwenye treni na kwenye mechi, lakini tunafahamiana wengi hapa na umeona namna ambavyo mpaka tunasalimiana wakati nimefika, manake ni kama sehemu ya familia yetu. Sema ni kwa sababu hatukutani kwa sababu ya kazi. Kwa hiyo wao naamini wamefurahia kile ambacho kimetokea leo, japo hakuna mtu anaweza kuzungumzia au kuelezea feelings zake, lakini ni kitu kizuri kwa sababu leo anaweza kawa anafanya kazi ya Yanga, kesho kutwa labda kesho na kesho kutwa wapo Yanga, pengine nikawa niko kwenye timu nyingine nikapata chance ya kuzungumza nao na kuja kufanya kazi kwenye timu moja, kwa sababu haya ni sehemu ya kutengeneza mahusiano mimi na wachezaji, kwa maana coach na wao ni wachezaji, kwa sababu kazi zetu leo huko hapa, kesho utakuwepo hapa. Kwa hiyo nafikiri ni kitu kizuri kwangu mimi. Kwa hiyo nashukuru kwa hii nafasi ambayo nimepata, imeanza kunijengea vitu vingi kichwani. Umesema malengo yako siku moja ufundishe timu kubwa hizi, tunasemea labda kwenye ligi kuu hivi. Pengine umeona sasa namna hii, unaona muda tayari wa wewe kwenda kwenye timu kubwa kama hivi za Simba, labda Yanga, KMC kuzifundisha? Mimi nafikiri malengo yangu ni kufundisha timu yote ya kiume. Haijalishi kama ni Yanga, kama ni KMC au ni timu gani. Cha muhimu ni kufikia ndoto zangu. Kwa hiyo huwezi kufikia kwenye ndoto zako kama huwezi kubali kujifunza. Mimi naendelea kujifunza. Kusema ndoto yangu hadharani haimaanishi kwamba lazima iwe kesho au iwe leo. Inawezekana ikawa baada ya miaka miwili, mitatu, baada ya mwaka mmoja. Kwa hiyo naweza kusema mimi niko darasani naendelea kujifunza, kwa sababu haiwezi kutokea kama ajali kutoka kufundisha mpira wa wanawake kuja kwenye upande wa wanaume, kama hapo umeweza kile ambacho unakifikiria. Kwa hiyo nahitaji kuendelea kujifunza na kupata uzoefu. Nafikiri muda bado nao kuendelea kujifunza. Tuendelee kuona tena hapa au pengine mechi itakaporejea za Yanga Princess ndio utaendelea kule, utatana na huko tena? Mimi nafikiri nimekuja hapa kwa sababu ligi yetu wanawake imesimama. Kwa hiyo namna ambavyo nitaendelea kuhudhuria programu, nafikiri hiyo itakuwa ni issue ya mwalimu sana. Sasa siku akinihitaji kama nije
au mimi nikirequest kuja mazoezini, nafikiri itakuwa ni rahisi kwangu mimi kuendelea kujifunza. Asante.